Siku ya mechi yule bwana wa Dar City yeye alitangaza bingwa atapata milioni ngapi? Milioni 20 atakayemfunga mwenzie pamoja na nini? Na kikombe. Lakini baadaye Yanga akaja akapoteza ile mechi. Alipopoteza ile mechi kwa ukubwa wa Alikamwe, akamuomba bosi wa Dar City, kwa sababu huu ni umoja. Wakipata upande mmoja tayari italeta nini? Mgongano. Pamoja na Mmeliali wakamuomba bosi, sawa, wa rais wa Dar City awape na Yanga. Kwa hiyo zikatoka huku milioni 20 kwa upande wa Simba na milioni 20 upande wa nini? Upande wa Yanga. Kwa upande wa Simba tukatoka tukaenda hotelini usiku leo tukafanya nini? Tukagawana. Na hata kwa upande wa Yanga Alikamwe alikabidhi ile hela kwa Godi Yanga pamoja na nani? Na baba Yanga. Wakakabidhiwa kwa sababu Alikamwe alikuwa na emergency, ikabidi wakabidhi ile hela wale kama viongozi wao na ndio viongozi wa magrupu, kwa sababu yule mwenyekiti wa grupu lao la influencer na yule mwingine ni makamu mwenyekiti. Wakakabidhiwa ile hela, wakaelekea hotelini walikuwa arrange wenyewe, ndio wakaenda kugawana nini? Ile pesa. Sasa pale kwenye mgawanyiko wa pesa huku kwa upande wa Simba kukawa hakuna shida. Kila mtu alipata haki yake mpaka saa 5 tuliondoka na mpaka sasa hivi hujasikia minunguniko aina yoyote. Kila mtu alikula kwa urefu wa kamba yake, watu wakapata nini? Wakapata pesa zao. Kwa upande wa Yanga mimi nikawasiliana na baba Yanga pamoja na Godi. Vipi huko? Akasema bwana huku nako swali, huku tumetoa flat rate ya shingapi? 200,000. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ni watu 99 ndio waliofanya nini? Ndio waliochukua hela. Kwa hiyo hapa imebakia nini? 200,000. Ananiambia hapo Godi na baba Yanga. Umeelewa bwana Wakasema kwamba watu 99 ndio waliopata nini? Waliopata hiyo hela. Lakini ukisikiliza mazungumzo ya kapteni anakuambia ni watu 30 na ngapi? 32. Sasa itawezekana vipi kweli umati wa gari 3 uliokuja pale uwanjani, Costa 3 mpaka 4, na wengine wamekuja kwa safari nyingine tofauti, hizo zilizotoka hotelini tu kwenye kambi zimekuja pale Costa 3, na tumeona watu umati wote ule umati wote zaidi ya watu 50. Wao unasemaje wamepoa watu 32 pesa? Kwa ina maana ilikuwa kama kuna uchonganishi fulani ulikuwa unafanya nini? Unaletwa. Mimi ikabidi niwapigie simu kwa sababu mimi ndio msemaji wao. Sawa wa taasisi hii ya Tanzania Sports nini Promotion. Yaani maana yake Simba na Yanga, Azam na vilabu vingine vyote mimi ndio msemaji wao. Kwa hiyo tukiacha haya madoa yatakuja ataichafua nini taasisi, kwa sababu chanzo ya kupatikana hela ni taasisi ya Tanzania Sports nini Promotion. Umeelewa? Kwa hiyo ikitokea sintofahamu, tafsiri yake tunakuja kunaichafua nini? Taasisi yetu. Alafu ndo bado mapema ndo kwanza tumepata nini? Tumepata usajili. Kwa hiyo tutachukuliwa vipi? Umeelewa? Na wakati kuna mapambano mengine yanaendelea kuandaliwa Zanzibar, Mwanza, Dodoma, kote tunatakiwa tupite ili wa Tanzania waujue huu umoja. Sasa kama zinaanza vurugu mapema namna hii itakuwaje? Ikabidi niwapigie simu wale mabwana. Bwana hapa kuna 1 2 3. Walibisha haya mambo ni ya upande wetu wa nini? Upande wetu wa Yanga. Akamwambia hapana. Mimi ndo msemaji wa hii taasisi. Na ili swala bila hii taasisi hiyo mechi isingekuepo. Sisi ndo tumearrange hiyo mechi. Ina maana hata hizo pesa zisingepatikana pasipokuwa na nini? Na hii taasisi. Kwa hiyo naomba mniheshimu. Naomba mnijibu kwa utuo. Mnieleze uhalisia. Mgawanyiko wa pesa imekuwaje? Umeelewa? Hapo unazungumza na wale? Na wazungumza na wale waliopewa ile nini? Ile adhima. Nikampigia simu Alikamwe nikamuuliza bwana, una mrejesho wote kuhusu nini? Kuhusu ile pesa? Alikamwe akaniambia mimi niliwakabidhi nani? Niliwakabidhi Godi Yanga na nani? Na baba Yanga. Umeelewa bwana? Lakini kwa mrejesho alioniletea wako sahihi, kwa sababu mpaka majina yote wame screenshot, wamefanya nini? Wamenitumia, wamenipigia picha, wamefanya nini? Wamenitumia na karatasi hizi hapa ziko nini? Ziko live. Umeelewa? Kwa hiyo kauli ya Alikamwe na kauli ya hao hazikutofautiana. Alikamwe naye aliniambia hivyo 99 ikabaki 200,000. Umeelewa bwana? Kwa sababu ukichukua 99 ukizidisha mara 200,000 na maana you going to get how much? Unapata kama milioni 19 na 800,000. Kwa hiyo 200,000 iliyobaki 100,000 alipoa Dosa. Umeelewa? Kwa sababu alikuwa yupo kwenye mfumo rasmi, bado hajarudi Yanga vizuri. Alikuwa na matatizo na Yanga, ila alipewa nini? 100,000. Sasa huyo anayesema watu wamezulumiwa mpaka Dosa amepata 100,000. Ilibidi nimpigie simu tena Dosa nimuulize, bwana hii wewe umepata shilingi ngapi? Akaniambia bwana mimi nashukuru nimepata nini? Nimepata 100,000.